Mwanaharakati kutokea Kenya amekuja na propaganda na amekuja na hii issue ya we shall not be silenced, yani katika swala ambalo yeye anazungumza na kumaanisha ni kwamba yani hawatoweza kulikalia kimya, yani katika mambo ambayo aliweza kuyazungumza katika press conference aliyokuwa anafanya na waandishi wa habari wa Kenya, na huku akiweza kuizungumzia vibaya sana Tanzania na akitengeneza uchochezi mkubwa kabisa kwa Wakenya, ili mradi kama kuna Watanzania wanaoishi kule Kenya, basi pia kama ni adhabu na kama ni kisasi, basi inabidi waweze kukilipa, kwa sababu tunafahamu kabisa kwamba kwa Kenya, Tanzania yani ni nchi ambazo zimeweza kuishi kwa muda mrefu na kwa miaka mingi sana zikiwa na amani, na Wakenya wakiwemo Tanzania wakiwa wanaishi vizuri, na Watanzania wakiwemo Kenya wakiwa wanaishi maisha yao vizuri. Lakini tunaweza kuona kabisa kama uchochezi umekuwa ni wa hali ya juu kwa Boniface Mwangi, huku akihitaji kabisa serikali ya Kenya iweze kutambua yote aliweza kufanyiwa na jeshi la polisi kutokea Tanzania, na hata baada yeye kuonekana kabisa jitihada zake zilikuwa ni kumpambania mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Ambeni Tundu Antipas Mungu Lissu kwenye kesi yake ya uhaini. Lakini cha ajabu, anasema kabisa kilichomtokea, alipigwa sana na alifanyiwa pia kinyume na maumbile, yani kufanya kitendo cha ukatili katika mwili wake, na amekuwa akiendelea kuzungumza zaidi kwa kulaumu pia serikali yetu na hata rais wetu, ambaye pia nafikiri kwenye hili swala ameweza kumhukumu moja kwa moja bila ya kuwa na ushahidi, kwa sababu pia kwa Boniface Mwangi amekuwa akizungumza, lakini pia nafikiri ni njia ambayo anajaribu kuweza kuitengeneza, kuleta uchochezi na kutengeneza chuki baina ya Kenya na Watanzania, kwa sababu ni swala ambalo nafikiri bado halina uthibitisho kutokea kwa madokta ambao pia pengine wamethibitisha kama ni kweli amefanya kitendo cha ukatili, bali ni maneno ambayo ameamua kuita waandishi wa habari na kuzungumza hadharani. Alafu ni lazima utajiuliza, kama ingekuwa ni issue ambayo kweli amefanywa hivyo, yani kitendo cha mwanaume kulawitiwa ama kufanya kitendo ama kinyume na maumbile yake, sidhani kama angekuwa na ujasiri wa haraka kutaka kuita waandishi wa habari na kuzungumza ili mradi Kenya nzima ijue kwamba yeye amefanya kitendo cha ajabu. Nafikiri ni swala ambalo ni la kutengeneza ili mradi iweze kutengeneza chuki baina ya Kenya na Tanzania. Kwa hiyo kwa hili kama tumestuka hivi, kwa hiyo ni mchongo unaotengenezwa kwa lengo la kutaka kuharibu pia demokrasia ya Tanzania na kutengeneza chuki baina ya Kenya na Tanzania. Na huyu ndo mwamba Boniface Mwangi ambaye kwa sasa amekuwa akifanya mambo hayo na kuita waandishi wa habari kutokea 254. Hii ni Hot Boy Media, cha msingi tukutane kwenye upande wa comment.